Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi, yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba 1. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania kuendelea kulinda amani na kutokubali kushawishiwa na watu wanaoendeleza fujo kwa maslahi binafsi. Akizungumza na wananchi wa Dodoma mjini mara baada ya kikao na viongozi wa pamoja na watendaji wa Sekretarieti ya Maadili na viongozi wa umma, Dr. Nchemba amesema kuna baadhi ya makundi ambayo yananufaika kifedha kupitia migogoro, vurugu na misukosuko ya kijamii. Na wao wanapata fedha kwa fujo kufanyika huku. Vurugu huku, ninyi huku mkifanya vurugu, mkiuana huku, wao ndo wanapata fedha. Ndio maana wamekomaa kila dakika. Wamekufa wangapi? Wanataka namba kubwa, wanafoji, wanataja ili wapate fedha, kwa sababu wanapata fedha kwa kuhamasisha vurugu. Kwamba vurugu ikiwa kubwa, ikawa na watu wamekufa, wao ndo wanapata fedha. Ndio maana hawaulizii kingine, wanaulizia wamekufa wangapi. Yaani sisi huku tuuane, wao ndo wanapata fedha. Kataeni haya mambo ya ajabu kabisa. Juzi kaambiwa na kijana wao mmoja, njoo na wewe sasa, si unaipenda sana hii nchi na unataka wewe unajiita mkombozi, njoo sasa tuende pamoja. Akawa mkali, anasema yeye ana mahela mengi, gari anayotembelea ni ya $200,000, karibu $1,500,000, na kwamba anaishi nyumba ya zaidi ya $10,000 kwa mwezi, kwamba yeye anahangaikaje kuja huku. Rais Magufuli aliwahi kusema, kama wewe unataka kuandamana usitume mtoto wa mwenzako, njoo mwenyewe mbele. Tukatae. Wanataka kuharibu nchi yetu, na ukitaka kujua hii sio siasa, ukitaka kujua si siasa, angalieni walichokuwa wanapanga. Walipanga walipue stendi ya Magufuli, wakalipua mwendo kasi. Walipanga wavuruge reli, walipue reli. Walipue mradi wa kihistoria, ndoto ya Mwalimu Nyerere, wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Na sasa wanaendelea kuongea kwamba watalii wasiende Arusha. Hawa ni watu wanaoitakia mabaya nchi yetu. Msiwasikilize. Kataeni, na mmeonesha mfano mzuri wa kukataa. Twendeni tuendelee kushikamana. Masuala yanayohusu mambo ya kurekebisha ndani ya nchi yetu tutayarekebisha, na mengine mmeona tumeshaanza kuyarekebisha. Tumeshaanza masuala yanayohusu nidhamu ya watumishi wa umma, tutaisimamia. Na leo nimetoka pale Sekretarieti ya Maadili, kwa wale waliofuatilia mmefuatilia. Tumesema ni lazima tudhibiti kuanzia kwenye sheria masuala ya nidhamu ya watumishi wa umma. Sheria yetu hii ilikuwa inaongelea viongozi wa umma, inaacha wengine wengi huko ambao wanafanya vitendo vya rushwa, wanaonea Watanzania huku kila eneo. Wao wanakuwa kwenye ukanda ambako kako huru. Nimeelekeza ile sheria irekebishwe. Kuna watu wanaonea raia maeneo ya viwanja, walala hoi, wanyonge, ananyang'anywa kiwanja chake, akifuatilia rushwa inatembea, anakikosa. Yeye anakosa hela ya rushwa, na yule mwenye rushwa anatoa rushwa, anadhulumu haki ya mtu. Nimetoa pale kwenye maadili, na nitakwenda Wizara ya Ardhi, na TAMISEMI iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Hili lazima tutalikomesha. Nimeshawaelekeza wakuu wa mikoa wote,
Mwananchi akipeleka ofisi ya serikali akalalamikia jambo, tunataka jawabu lile lipatikane. Kama kwenye ngazi hiyo jambo hilo linazidi kimo, tunataka kiongozi wa serikali alipeleke hatua inayofuata, yeye mwenyewe alipeleke kwenye ofisi ambayo inashughulikia jambo hili. Tuwaondolee utaratibu wananchi wa kuhangaika. Mwananchi ana jambo lake, anapita kwenye ofisi ya kijiji, anapita kwenye kata, anaenda wilayani, anaenda mkoani, na wengine wanaenda mpaka kwa Mheshimiwa Rais. Na serikali ipo mpaka kwenye kijiji kote huku, dana. Hatujajenga ofisi hizi ili tugawane vyeo, tumesogeza huduma kwa wananchi. Nimeshatoa maelekezo, nafuatilia utekelezaji wake hatua kwa hatua, na tumegawana. Nimetoa maelekezo kila mmoja amsimamie aliye chini yake, Huu utaratibu wa kumdanadana mwananchi, anakuja huyu, anaeleza, anauliza leo, anaambiwa njoo kesho. Anafika kesho, anaambiwa uje kesho kutwa. Akija kesho kutwa, anaambiwa uje wiki ijayo. Akija wiki ijayo, anaulizwa huyo mwananchi, hivi ulikuwa unasema nini? Wameshasahau. Mwananchi anaamua atengeneze bango kwamba basi siku akipita rais alione hata bango kwa mbali. Ananyang'anywa na bango hilo kabla kiongozi mkuu hajapita. Haya hayakubaliki. Mheshimiwa Rais ametoa usafiri kwa watumishi wa serikali ili waende kusikiliza kero na kutatua. Haya tutayafuatilia. Mmeshaona katika baadhi ya maeneo ambako tumeshapita kule. Nilipita pale Manyoni, nikakuta mkandarasi mmoja mgeni anakuja kibosi hivi, anadhani kwa kuwa nchi iliwahi kutawaliwa na wazungu, anadhani bado koloni lao. Nikasema akamatwe na asitoke nje mpaka mradi ule ukamilike. Nimemwona na yule daktari yule afanya kitu cha kinyama kwa Mtanzania. Nikasema afunguliwe kesi, ashtakiwe kwa kubaka, lakini pia anyang'anywe sifa zote na vyeti alivyowahi kupata, na fedha kama kasomeshwa kwa kodi ya Watanzania afilisiwe, ilipwe. Hawezi akasomeshwa kwa kodi ya Watanzania na akawafanyia Watanzania unyama wa aina hii. Sasa tunairekebisha na ile sheria ya maadili pale. Maadili ya utumishi wa umma iende kwa kila mtumishi wa umma, sio kiongozi tu. Kuna watu si viongozi wanakutana na rushwa kila leo. Akienda unakuta ni afisa mdogo tu, akienda sehemu anatoa leseni ama anatoa hati ama anakusanya mapato, badala ya kukusanya aende kwenye serikali, anakusanya kwenda kwenye mfuko wake. Dkt. Nchimbi pia aliwahimiza viongozi wa umma kuzingatia maadili, uwajibikaji na uongozi bora kwa maslahi ya taifa, akisema misingi hiyo ndio misingi ya kujenga uaminifu kati ya serikali na wananchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.